Wapenzi watazamaji, tunaendelea na kipindi cha Sabasaba na PPR tukitembelea mabanda muhimu kwa uchumi na maendeleo na mustakabali wa taifa. Moja ya mabanda muhimu hayo ni banda hili la mamlaka ya mafunzo na ufundi VETA ambayo iko kwa nguvu mno. Sehemu ya kwanza ukiingia ni dawati la maelezo. Unaweza kaona wataalamu wa VETA wakitoa maelezo. Sehemu ya pili ni ushirika wa viwanda sekta isiyo rasmi. Mnaweza mkaona mambo makubwa yanayofanywa sekta isiyo rasmi. VETA wanawasaidia hata wale mamantilie, wanawasaidia vijana wa daladala, vijana wa bodaboda. Hapa ni upanuzi wa fursa za mafunzo ya ufundi stadi kwa maendeleo ya viwanda. Hili ni eneo la mambo ya fursa. Mnaweza mkaona vifaa. Tunakuja eneo la 4 la ubunifu wa teknolojia ya kusaidia. Hapa sasa ndio yale mambo ya ubunifu. Hata kwa kutazama kwa macho yako mwenyewe unaona kabisa kwamba hii ni kazi ya ubunifu na ni vijana watundu wenye akili wanaofanya mambo haya. Kaka, jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Jones Okororo, ni mwalimu wa VETA Mikumi. Nafundisha masomo ya umeme na mbunifu wa kifaa hiki ambacho kinatumia mwanga wa jua kuwashia milio ambayo inatishia ndege katika mashamba, kwani kula katika mashamba ya mpunga. Asante sana. Hii ni ile teknolojia tulionaga unaweza kawasha kidogo tukasikia. Watazamaji, hizi ndio ubunifu wa VETA sasa. Ona sikilizia mambo. Bwana samani, hizo sauti umezipata wapi? Hizi sauti nazitafuta. Ni sauti zenyewe kabisa. Sauti zenyewe za ndege aina ya tai. Sasa kuna sauti ya tai, kuna sauti ya kipanga na sauti ya mwewe. Bwana hawa jamaa wana akili sana. Yaani tai, kipanga na mwewe kazi yao ni kula wanyama wengine. Kwa hiyo ndege wakiwasikia tu wanatafuta pa kukimbilia. Ilikuwaje mkabuni hiyo? Hii tulibuni kutokana na changamoto ambapo katika mashamba ya mpunga, wakati mpunga unaanza kuiva, ndege wengi wanakuja kushambulia. Kwa hiyo wakulima wengi walikuwa wanahama kutoka majumbani mwao kuja shambani kuja kufukuzia ndege. Matokeo yake hata watoto wa shule za msingi nao wanawahamisha wasiende shuleni, wanakuwa watoro kwa ajili ya kusaidia kazi hiyo. Sasa tukaona kwamba ili kuondoa changamoto hiyo, ili watoto waendelee kubaki mashuleni na wazazi labda nabaki mzazi mmoja tu kuangalia kifaa hiki shambani, tukasema tutafute ni njia gani ya kuweza kumfukuza huyu ndege ili asiweze kuharibu mpunga zaidi. Asante sana. Yaani kwa kweli huu ndio ukombozi. Kuna mashine nyingine hapa. Mnaweza mkaona zile system za kupasha maji moto kwa njia ya sola. Hizo ni panel za sola ambazo zimetengenezwa. Kaka samani. Kwa jina naitwa Mr. Jumbe Harun Jumbe. Mimi ni mbunifu wa mifumo ya maji moto isiyotumia nishati ya umeme, kwa maana tunatumia nishati ya jua, nishati ya taka. Yani tunamaanisha kwamba wakati unateketeza taka huku unazalisha maji moto kwa wingi yanayoweza kutumika katika mahitaji mbalimbali, hasa maeneo ya majumbani, hospitali pamoja na mahotelini. Kama unavyofahamu sasa hivi kuna changamoto kubwa. Kuna vituo vya afya nchini vilivyojengwa vingi zaidi ya 600, na changamoto kubwa ni namna gani wanaweza kupata huduma ya maji moto kwa ajili ya usafi wa mazingira na vyombo vyao na kukamilisha usafi kiujumla kwa gharama nafuu. Kwa hiyo sisi sasa tumekuja na teknolojia inayokuja kusolve hayo matatizo kwa gharama nafuu kabisa. Labda kwa haraka tusiende sana. Hii mashine kama hii ya kupashia maji inaweza kawa bei gani? Mashine kama hii ambayo ina ujazo wa lita 100 ni shilingi 800 tu za Kitanzania. Watazamaji wale ambao hamjui, yale mashine mnayoyaona huku tena madogo tu,
yanakuaga yanauzwa milioni 2, milioni 3, kama ni 800,000. Mimi nadhani serikali yetu yakisha iwape tenda VETA, mfunge kwenye hospitali zote. Hayo sasa mambo ataingiana na watu wa procurement. Asante sana. Na kitengo kingine kimeandikwa mafunzo kwa vitendo sekta ya elimu. Mnaweza mkaona kuna vitu hapa, sijui niseme nini. Dada, naomba jitambulishe jina. Naitwa Sofia Tuka, ni mkufunzi toka chuo cha ualimu wa ufundi stadi Morogoro. Kwa jina naitwa Frankie Urio, ni mkufunzi kutoka chuo cha ualimu Morogoro. Na hii mnayoiona mbele yenu hapa ni simulator, ni training kit kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ambao wamesoma masuala ya umeme. Kwa hiyo VETA kule Morogoro mnatengeneza wenyewe vifaa vya kufundishia? Vipo ambavyo vinatengenezwa, lakini sisi hatutengeneze, sisi ni walimu. Tunachokifanya hii unaiona hii mbele yako simulator ni kwa ajili ya kufundishia. Sisi hatujaitengeneza, isipokuwa imeagizwa kutoka nje na tunaitumia kwa ajili ya kufundishia walimu, wanafunzi wa umeme. Asante sana. Kuna sehemu hapa huyu bwana atatuambia hivi, naona kama ni vifaa vya kufundishia. Jitambulishe na kutuambia. Mimi kwa majina naitwa Bellington Limo, ni mbunifu wa vifaa vya maabara kwa ajili ya kufundishia masomo ya sayansi kwa vitendo katika shule zetu za sekondari. Vifaa hivi viko chini ya mradi ambao unasimamiwa na VETA kituo cha Morogoro. Ni kwa ajili ya kukabiliana na hii changamoto kwamba tuna wanafunzi wengi, tuna shule nyingi, lakini vifaa ni haba. Kwa hiyo tukaja na njia mbadala kwa kutumia rasilimali zinazopatikana kwa rahisi kutengeneza vifaa ambavyo vitawasaidia walimu wetu kuweza kufundisha kwa usahihi masomo ya sayansi na vile vile kurahisisha uelewa wa wanafunzi wetu na kupata elimu bora ya sayansi. Tunaendelea kutembelea banda la VETA sehemu mbalimbali. Nimeingia sehemu nyingine muhimu, stadi za maabara na bidhaa. Kaka, jitambulishe kidogo jina, utuambie hivyo tunavyoviona hapa mbele ni nini? Kifupi sana. Sawa, mimi naitwa Ali Isa, ni mwalimu wa chuo cha ufundi stadi na huduma Dar es Salaam. Nipo katika kitengo cha maabara. Fani yetu ya maabara, kwanza tunajishughulisha na vitu vingi. Ukiangalia kauli mbiu mwaka kwamba uchumi wa viwanda kwa ajira na biashara endelevu. Sisi kama wataalamu wa maabara tunahusika kwa kiasi kubwa sana katika uzalishaji wa ajira, lakini pia biashara pamoja na viwanda. Hapa nimekuja na product ambayo tunaita toilet spray disinfectant. Hii ni dawa ambayo inatumika kuweza kuua au kuamaliza wale bakteria wanaosababisha magonjwa ya UTI. Tulenga hasa wanajamii kwa ujumla. Tuliona chuoni pale wanafunzi wanasumbuliwa na haya maradhi ya UTI, tukasema sasa tutafute namna kuweza kupunguza huo ugonjwa. Kwa hiyo tumeshafika kwa wanajamii Dodoma, tumepeleka, wananchi wanaendelea kutumia. Sasa tumekuja hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tunatoa wito kwa vijana na jamii kwa ujumla waje watembelee banda letu la VETA, tutajionea product mbalimbali ambazo zinaenda kutatua yale matatizo ambayo yanatuathiri sisi kwa ujumla. Karibuni sana katika banda la VETA. Wapenzi watazamaji, hawa VETA wanaendelea kuwa wakombozi wa taifa letu. Tatizo la UTI linawaathiri zaidi haswa wenzetu wenye jinsia ya kike, na kinachofanya wanapata hiyo UTI ni kwamba wanakwenda kwenye kujisaidia kwenye vyoo. Mtu mwenye UTI akijisaidia anaacha bakteria yenye UTI kwenye kile choo. Akija mtu mwingine mzima mwenzetu, mama zetu, wanajisaidia, wale bakteria wanamuingilia kwenye mwili wake, wanampa ugonjwa wa UTI. VETA wameleta solution. Kila mwanamke anaojali kuhusu UTI atanunua hii. Akienda kujisaidia, kabla hajajisaidia, safi, ameua wale wadudu wa UTI. Alafu kaka, alafu inanukia vizuri kama perfume. Bwana hii sasa, jamani, wazazi mnawapenda watoto wetu, hasa wenye watoto wa kike, wanunulieni kila mtoto awe nayo. Utasahau kabisa kwenda hospitali kwa ajili ya tatizo la UTI. Kuna hii mashine nyingine ambayo ina vidude vinazunguka huku, taa zinawaka kama vimulimuli, na kuna madudu yanazunguka, hata sijui tuseme ni mavitu gani haya, lakini kila tukitembelea banda la VETA tunaliona, na kuna mtaalamu atajitambulisha jina na kutuambia kwa kifupi sana hii ni nini. Mimi naitwa Ernest Daniel Maranya, ni mbunifu kupitia mamlaka ya VETA ambaye natambulika chini ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia. Na hii ni teknolojia na ubunifu ambao nimefanya
ukiwa na lengo la kusaidia kutatua changamoto ya ufundishaji kwenye mitaala shuleni kuanzia shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu, kwa lengo la kusaidia kutoa mafunzo kuhusu elimu ya mfumo wa jua na sayansi ya anga za juu. Kwao ni teknolojia ambayo inaandaa vizazi vyetu kwa ajili ya kuwa na uthubutu na kupata umahiri katika sayansi ya anga ili tuweze kufanya utafiti wa anga za juu. Na teknolojia hii imepitia ngazi mbalimbali za taasisi za serikali ikiwemo Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, Mamlaka ya VETA na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kupitia taasisi ya elimu zimefanya tathmini na kutoa mapendekezo ya kurasimishwa kifaa kiingizwe sekta ya elimu kwa ajili ya kusaidia wanafunzi shule za msingi na sekondari. Na sehemu ya tathmini ishafanyika. Sehemu ya mapendekezo ya tathmini ni hapa hii. Walitoa mapendekezo kuhusu ufanisi wa kifaa haya hapa, lakini pia kulikuwa na mapendekezo ambayo yalibainisha mapungufu ambayo yalihitaji afanywe kazi na kuweza kuboreshwa. Hatua ya maboresho imeshafanyika baada ya ubunifu kupata ruzuku kupitia ruzuku ya serikali kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia kwa ajili ya maboresho yaliyopendekezwa na taasisi ya elimu, ambapo sehemu ya maboresho yalikuwa yanatakiwa ni uandishi wa vitabu vitakavyosaidia kutoa mwongozo kwa mwalimu, ili mwalimu wakati anapokuwa anafundisha aweze kuwa na kitabu kinachomsaidia kusoma na kuelewa kuhusu utendaji wa hiki kifaa baadaye na wafundisha wanafunzi. Kwa sehemu ya maboresho yalikuwa yanatakiwa yameshafanyika tayari na ukamilishaji wa ripoti zinazohitajika zimeshakabidhiwa katika mamlaka zinazohusika. Hatua iliyobaki ni kwa ajili ya kuingizwa katika uzalishaji ili tuweze kukidhi mahitaji kwa ajili ya shule za msingi na sekondari. Tukianza mahitaji ya ndani ya nchi, baadaye tutaangalia uwezekano kwa ajili ya kufanya biashara nje ya mipaka ya Tanzania. Wapenzi watazamaji, huyu bwana Ernest Maranya pia ana changamoto ya kutosikia. Kwa hiyo anaangalia tu mdomo, anajua tunaongea nini, lakini ina maana kwamba VETA imemwezesha sasa hapa alipo, akimalizia hiyo sehemu ya mwisho ikishaingizwa katika mtaala, huyu bwana ameuaga umaskini. Yaani ameshapewa tayari, yani ni maisha mengine kabisa. Kwa hiyo ina maana VETA inajengea watu uwezo. Mtu angekuwa ni mwingine ambaye hawezi kusikia, hawajui kwamba kumbe ana akili nyingi ya kufanya mambo makubwa, tatizo ni masikio tu. Sasa huyu bwana ananiona naongea nini, ananisikia kwa kuangalia mdomo wangu, anafanya mambo makubwa. Hongera sana. Unasemaje kuhusu VETA ilivyokusaidia kwa kifupi sana? Kwanza nitoe shukrani kubwa kwa serikali kwa ujumla, lakini pia nipongeze sana mamlaka ya VETA kutokana na kwamba inakuwa inajali sana kuthamini maarifa ya vijana, kwa sababu VETA ilinipokea toka nikingali kijana mdogo sana. VETA ndio imenipa malezi na kunipa taaluma ambayo imeniwezesha katika kukamilisha kazi zangu za ubunifu ili kipaji kiweze kufanya kazi kwa uwazi zaidi, hali ambayo imewezesha nimeweza kufikia hatua kama hii. Si jambo dogo kuweza kukubalika kuingizwa katika mitaala na kurasimishwa kwa ubunifu kama huu nchini. Ni hatua moja ambayo ni kubwa sana. Kwa nipongeza sana mamlaka ya VETA na serikali kwa ujumla. Nashukuru sana kwa msaada ambao wamenipa na ushirikiano huu karibu. Asante. Watazamaji, tuko mbele ya mashine nyingine ambayo yenyewe inaonekana kama ni incubator na kuna katoto kamelala pale ndani. Kuna mhusika atajitambulisha jina na kutueleza ni nini kwa kifupi sana. Naitwa George Nyahende, ni mbunifu kutoka Arusha. Hii mashine hapa ni kwa ajili ya kulelea watoto njiti ambao wamezaliwa kabla muda wao, na hii iliyoko pembeni yake ni mashine ya kusaidia wagonjwa kupumua ambao wana matatizo ya kupumua, ambao tumezibuni na tumezileta hapa kwa ajili ya maonyesho. Teknolojia hii tumeianza karibuni, sasa hivi ziko kwenye ndio tunajaribu kuweka hapa ili kama tuone zitatambuliwa na serikali ili ziweze kusaidia watu vijijini, kwa sababu zinaweza kutumia pia nishati ya umeme, betri au umeme wa sola. Asante. Bwana, hii ina maana kwa mfano hii hapa ilivyo iko kama ventilator. Ni ventilator kabisa ya kusaidia wagonjwa kupumua. Kwa hiyo hii ni ventilator kabisa, na hii ni mashine ya kusaidia watoto njiti. Kwa hiyo hii itasaidia katika janga hili la corona, itakuwa msaada mkubwa kwa watu, ambapo tutaweka hii hapa na hata ukikinga hapo utasikia napumua kabisa. Hata ukikinga maiki yako utasikia napumua.
Bwana sasa hii itasaidia katika janga la corona, haswa vijijini ambapo ni mbali na hospitali za rufaa, sababu inaweza kutumia betri na inatumia hewa sio ile oxygen tu ya kwenye mtungi, hata hii tunaovuta. Kama sasa hivi natumia hii tunaovuta sisi, inaingizwa huko inaenda kwa mgonjwa, lakini pia unaweza ukatumia ile oxygen kwenye mitungi kwa kuweka hii. Sasa kwa vijijini ni ngumu kupata ile, kwa hiyo natumia hewa hii ya kwetu tunaovuta, inaingia mtu anapewa kama ulivyosikia hapo. Bwana, kumbe VETA mngetumiwa vizuri kwenye hili la corona, mngeweza kuokoa maisha ya baadhi ya watu ambao walichomoka kwa sababu ya kukosa ventilators. Asante sana. Kwa majina, mimi naitwa Nyerere Rafael Karage, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza kutoka chuo cha VETA Kihonda Morogoro, lakini pia ni mshiriki wa maonesho Sabasaba nikiwa kama mwanafunzi, na hili ni banda la usindikaji na ongezaji thamani katika mazao ya kilimo. Na hii ni seti ya kuonyesha mnyororo wa thamani katika zao la kilimo, na hapa kuna mashine mbalimbali. Kama pale kuna mashine inayohusika na ubanguaji karanga, na hii hapa ni mashine kwa ajili ya ukaangaji karanga, na hapa kuna mashine inayojihusisha na kusaga karanga kwa ajili ya kutupatia product mbili tofauti. Product ya kwanza inayopatikana kutokana na hii mashine ni siagi, kama unavyoweza kuiona. Hii ni siagi ya karanga inayosagwa na hii mashine, lakini pia tui la karanga ambalo hupatikana pia kutokana na hii mashine. Mashine hii imegunduliwa na Mr. Frederick Notre Euriki ambaye ni mwalimu wangu, lakini pia imetengenezwa VETA Kihonda Morogoro. Mashine hii inaweza kutupatia kiwango cha siagi kilo 20 ndani ya saa moja, na inatumia uniti moja tu ya umeme. Mashine hii pia imelenga kumnufaisha wale wafanya biashara ama wajasiriamali wadogo katika kufanya biashara zao. Kwa kutumia mashine hii wanaweza kuzalisha kiwango kizuri cha siagi kikiwa laini, product yao ikawa bora na ikauzika kwa urahisi, tofauti na wanavyotumia sasa hivi wanasagia kutumia blender za juisi kwa ajili ya kufanya process zao. Nyuma ya banda hili la VETA kuna maabara. Kuingia maabara kuna radio transmitter, kuna amplifier, kuna mixer. Hebu dada tuende zetu hapo ndani tukaone kuna nini. Bwana, hii unaweza kaingia kama zile Obivan kule TBC. Dada, jitambulishe kidogo jina alafu tuambie kwa kifupi haya ni madudu gani tunaona kama madudu. Shika. Kwa majina naitwa Martha Kioma Chazi, nasoma welding and metal fabrication, nipo mwaka wa pili. Hii ni maabara ya fizikia kwa ajili ya wanafunzi, kwa ajili kusaidia wanafunzi shule ambazo zina maabara kupata kujifunza kwa vitendo zaidi. Maabara yetu tunaikodisha kwa kila shule ambayo wanahitaji mwanafunzi kujifunza. Lengo letu ni kusaidia shule ambazo zina maabara, na pia vifaa vyetu tunaviuza kwa ajili ya lengo kusaidia wanafunzi kupata vifaa zaidi. Kuna maabara zingine zipo lakini vifaa hakuna. Maabara yetu ina sehemu kuu mbili, sehemu ya kwanza kwa ajili ya vipimo na sehemu nyingine kwa ajili ya majaribio. Karibuni sana. Mwanafunzi anajifunza kutengeneza parallel and series, anajifunza kutengeneza vipima voltage ya umeme. Hapa kuna vitabu ambavyo tumeviandaa kwa ajili ya mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi. Vitabu kama hivi hapa, kwa mwanafunzi atajifunza. Pia hapa tumeweka first aid kit kwa ajili ya mwanafunzi akiwa maabara. Karibu sana. Hapa ni sehemu mwanafunzi ambapo atakuja kufanya majaribio yake. Hapa kuna microscope hii hapa, mwanafunzi anajifunza kutumia microscope. Hapa kuna kompyuta, hapa pia kuna rheostat ambao ni kipimo cha umeme. Au mwanafunzi anaje kupima nguvu ya umeme hapa. Na hapa ni upande wa sensa, mwanafunzi anajifunza kufunga sensa ya taa. Hapa sensa ya chuma, na hapa ni sensa ya kengele. Karibuni sana. Pia mwanafunzi baada ya kujifunza tumemwekea maswali haya hapa. Mwanafunzi baada ya kujifunza ataje kufanya maswali haya hapa. Kuja kujifunza zaidi, mwanafunzi afanye maswali kuja kuelewa zaidi. Haya, karibuni sana. Asante. Kwa majina naitwa Martin William Kijazi, ni mwalimu kutoka chuo cha VETA Dakawa. Ni chuo pekee kinachotoa mafundi katika fani ya bidhaa za ngozi. Ni chuo pekee kabisa hapa nchini. Sisi tunafundisha vijana namna ya kudesign na kutengeneza viatu kama jinsi unavyoona. Viatu vya shule, viatu vya maofisini, mabegi, mikanda pamoja na sendo. Karibuni sana. Watazamaji,
Nimeingia katika utengenezaji na ujuzi katika sekta ya nguo na mavazi, na mtazamaji, kwa kuangalia, yani hapa una haja ya kuuliza hawa ni mamisi, mnaonekana kabisa mamodo, na kule unaweza kuona mamodo. Dada, utajitambulisha jina na kutuambia kidogo tu kwa dakika moja, hapa mmetuletea nini? Kwa majina naitwa Ana Ben, ni mwalimu wa fani ya mavazi na ubunifu mitindo, na katika kozi hii tunatoa stashahada ya mavazi na ubunifu mitindo, ambapo mwanafunzi anapata kujua teknolojia ya nguo, kuanzia pamba, nyuzi, kitambaa kinavyotengenezwa, lakini tukitoka hapo tunampa mafunzo ya kukipamba kitambaa kwa rangi, lakini pia katika uchapaji au kwa neno lingine printing. Na baada ya hapo tunakuja sasa kubuni mavazi tofauti tofauti na bidhaa zingine na bunifu zingine tofauti tofauti kwa kutumia material yale ambayo tunayo. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunatoa ujuzi ambao unamsaidia muhitimu anapoenda mtaani akapate kujiendeleza mwenyewe katika biashara zake binafsi, lakini pia katika viwanda akipata ajira inakuwa inasaidia katika uchumi wa viwanda pia. Asanteni na karibuni VETA. Kwa jina naitwa Caroline Mihambo, ni mwalimu kutoka VETA Chang'ombe wa ubunifu wa nguo na mavazi, lakini mimi ni mwalimu wa vitendo. Karibu sana. Awamu hii nimekuja kutangaza mafunzo ya kozi ya diploma ya Textile and Fashion Design, na pia tumekuja na mashine hii ambayo ni teknolojia ya nguo, kutengeneza kitambaa ambacho ni jamii ya knitted fabric, kutoka nyuzi hadi kupata kitambaa. Karibu sana, na mhitimu wetu anapohitimu anakuwa na uwezo wa kwenda kujiajiri mwenyewe ama kuanzisha vikundi vidogo vidogo, na maisha yao yakawa rahisi zaidi na kusaidia familia zao. Karibu sana. Na mpenzi mtazamaji, hata ukiangalia hapa unaona hizi nguo, yani kwa kweli wadada wa Kitanzania wakianza kuzivaa hizi, bwana, hii yani kwa jinsi hata ilivyo hii hata akivaa Mama Samia itampendezea hii. Nisifanye masiara. Tunaendelea, niko sehemu nyingine ya mambo ya uendelezaji viwanda, na hapa naona nguo kidogo, na naona kuna dada na kuna zile nguo mpaka za kibarbegi. Dada, nitambulishe kidogo jina lako alafu tuambie kidogo kuna nini kwa dakika moja. Jina langu ni Elizabeth Luongo, ni mwalimu kutoka VETA Arusha. Kwenye maonyesho ya Sabasaba mwaka huu tumewaletea mavazi ya aina mbalimbali, mabegi, mapochi, ambayo haya yote yanatengenezwa na wanafunzi wa VETA, lakini kwa kushirikiana na walimu wao. Leo kama VETA Arusha tumewaletea mavazi mengi, lakini hasa tumeleta mavazi ya kiasili. Hapo mbele yako unaona vazi la kiasili la Kimasai. Huu ni bibi harusi wa Kimasai na yule ni bwana harusi wa Kimasai. Wako tayari kabisa kwa ajili ya kufunga ndoa. Lakini ukiangalia pembeni kidogo hapa unaona vazi la kiasili la kabila la Wanyaturu. Huu ni binti maridadi kabisa wa Kinyaturu, anakwenda kufunga ndoa yake, mkononi akiwa ameshika kibuyu. Kibuyu hiki kinaeleza kwamba ametoka nyumbani amepewa unga ndani ya kibuyu, kwamba unakokwenda kusikosekane pia chakula, maana chakula tumekupatia. Lakini nyuma yangu kidogo kuna vazi la kiasili la kabila la Wamang'ati. Hili ni vazi rasmi kwa ajili ya sherehe mbalimbali, ikiwemo pia sherehe zao za ndoa. Tunafundisha hivyo vijana wetu tukielezea kwamba Tanzania ya viwanda inategemea sana ujuzi, lakini ili kufanya biashara zetu ziwe endelevu inategemea ujuzi. Kwa hiyo ujuzi unapatikana kwa kufikiri na kufanya mila na desturi za Tanzania tuzisipotee, lakini Tanzania ya viwanda izidi kukua. Asante na karibu. Tunaingia sehemu ya mwisho ya banda la VETA, ni hapa nje ya banda. Hapa nje ya banda mnaweza mkaona uendelezaji biashara ya hoteli. Kuna vitu vya hoteli. Dada samani, nyinyi mnaitwa nani majina? Kwa majina naitwa Agnes Chavura. Dada? Naitwa Munira Shabani. Agnes Chavura na Munira Shabani, naona hapa mko VETA, alafu design kama unabugia vipande vya keki wewe. Niko na testi ladha. Asante. Nini ladha? Hii ni ladha ya keki. Ya VETA? Ya VETA. Bwana na wengine mchana tujauona mwanangu, tunaweza tukaomba kazi ya kutesti ladha. Kaka, jitaje jina alafu tuambie hapa mmetuletea nini kwa kifupi. Kwa jina naitwa Goodluck Muro, ni mwanachuo mwaka wa pili, chuo cha mafunzo ya hoteli na utalii Arusha Njiro. Tupo katika maonyesho ya Sabasaba kwa ajili ya kuweza kuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo
mafunzo tunayopata pale chuoni yanaweza kutusaidia sisi vijana katika kuweza kujiajiri na hata kuajiriwa kulingana na uhitaji wa viwanda kwa sasa hapa nchini. Hapa kwa fani niliyosoma ni ya uhudumu wa vyakula pamoja na vinywaji, na mezani hapa ni vinywaji ambavyo tunatumia katika kuchanganya cocktails ambazo ninatumia pombe aina ya gin ambayo ni konyagi na Kevant, lakini pia natumia liqueurs. Mbali na cocktails pia tunaandaa mocktails, lakini nje ya mocktails pia tuna fresh juice ambapo tuna juice ya pineapple pamoja na watermelon. Katika meza yetu hapa tuna sahani yenye maganda ya nanasi. Huu ni urembo, lakini pia ni kiashiria kwamba tuna product ambayo inatokana na nanasi ambayo ni juice yetu ya nanasi. Hebu hii habari ya cocktail inaonekana kama habari nzuri. Unaweza ukafanya mambo kidogo cocktail hapa, tukaona mambo ya cocktail. Watazamaji, kama kawaida ni mambo ya kazi na dawa. Sasa hapa niko kwenye meza, usawa meza ya cocktail. Jamaa na changanya mambo kidogo hapo. Na sisi tunapataga mambo haya mara moja, ingawa hairuhusiwi kwa watoto chini ya miaka 18. Hata kama umezidi miaka 18 lakini unakaa nyumbani kwa baba na mama, pia uruhusiwi kufanya mambo haya kidogo. Jamaa ananitengenezea cocktail dogo kidogo hapa ya dai. Bwana VETA mnatisha. Hii ndio bwana safi. Bwana mpaka rangi, unaona rangi nzuri, raha. Hiyo cocktail inaingia kwenye kiwanda cha cocktail hapa. Bwana kumbe kutengeneza cocktail inakuwa shughuli kubwa. Kumbe kutengeneza cocktail so shughuli ndogo. Hiyo mnaoiona sasa ni kitu cha 5 kinaingizwa humu ndani. Vitu 5 vimewekwa humu ndani. Kaka, hii nini kwenye hili? Hii ni sukari ambayo tumeyeyusha, kitaalamu tunaita sugar syrup. Okay. Kuna vitu vingine vinatoka kwenye mikebe, unaweza ukafikiri ndio mambo yametoka kwa Sangoma. Anachanganya kidogo. Kwa hiyo hii sasa ndio cocktail yenyewe. Una test. Iko vizuri. Yes, unaweza nikaitest. Iko vizuri. Ipo tayari kwa matumizi. Wapenzi watazamaji kwenye banda la VETA kazi na dawa. Bwana. I say, hebu kaka, hii kitu mbona tamu sana hii? Huo ni ubunifu ambao tumefanya na ni cocktail ambao tumeipa jina la VETA Blue kutokana na uwepo wa Zapa Blue. Kwa hiyo hii ni rangi mojawapo ambayo katika logo ya VETA inapatikana. Watazamaji, naomba niendelee kidogo. Jamani, ukisikia raha ni raha ndani ya maonyesho. Na shauri wale wote ambao mnakuja Sabasaba, hebu piteni banda la VETA pale nje mkaonje hii cocktail. Yaani kwa kweli mimi baada ya kuionja, kwa mfano hata mwisho wa kipindi mkiona sijaaga, mjue mambo tayari. Kazi na dawa. Jamani, naomba sasa tuendelee na mimi niendelee na cocktail yangu. Raha sana Sabasaba. Hatuna la ziada katika siku hii ya leo kwenye kipindi cha Sabasaba na PPR. Kwa kweli leo kilele Sabasaba imenoga. Watu wamejitokeza kwa wingi sana, pamechangamka. Tuendelee kukutana nasi hapo kesho na siku 13 na siku 6 zilizobakia mpaka tarehe 13 kwa vipindi vingine vya Sabasaba na PPR.
Kwa niaba ya mtangazaji mwenzangu Jen Chazi, naitwa Pascal Mayala, asanteni na kwaheri.